Chum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewapongeza uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, kwa kuendeleza na utaratibu wa dua ya kila mwaka na kuiombea nchi amani. Rais Dr. Mwinyi amesema jukumu la kuwaombea dua masheikh, walimu na Waislamu walio hai na waliotangulia mbele ya haki na kuiombea amani nchi ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini wa dini ya Kiislamu kwa mikusanyiko yenye kheri kwa mustakbali wa taifa. Hii ni Chum TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salum. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka, na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuombea dua masheikh, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao kwa mchango wao katika kuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu, tuendelee kudumisha amani yetu tulionayo kwa ajili ya mustakabali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa lengo la kuleta mustakabali mwema wa taifa letu, lazima Watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Tunajifunza kuwa haya ni miongoni mwa maagizo ya Uislamu kama alivyotambia Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali za Qur'ani na kuhimizwa kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni wajibu wetu tuendelee kuhimizana na kuwafundisha vijana wetu umuhimu wa kuendeleza misingi ya taifa letu ambayo ina mchango mkubwa kwa maendeleo na mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kuyapata katika kila nyanja.